Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima kubwa natambua uwepo wa viongozi wote kama mlivyotambulishwa. Mabibi na mabwana, habarini za asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kukutanisha siku hii ya leo kwa tukio hili muhimu kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais, mnamo tarehe 17 Julai 2025 jijini Dodoma uliongoza nchi kuandika historia mpya kwa kuzindua Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 inayolenga kuijenga Tanzania kuwa taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea ifikapo mwaka 2050. Aidha, ulielekeza kuandaliwa kwa nyenzo zitakazowezesha utekelezaji wa dira na kuhakikisha kwamba dira inatafsiriwa kuwa na matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Kwa msingi huo, serikali imeandaa nyenzo za utekelezaji zinazounganisha maono ya muda mrefu na utekelezaji wa muda wa kati na mfupi. Ili kutekeleza dira kwa ufanisi, zinahitajika juhudi za pamoja kati ya serikali, sekta binafsi na wadau wote wa maendeleo. Sekta binafsi inatarajiwa kuwa na mchango mkubwa wa takribani 70% ya utekelezaji wa malengo ya dira yetu. Mheshimiwa Rais, kwa kutambua umuhimu huo, lengo la mkutano wa leo ni kuzindua nyenzo za utekelezaji wa dira na kujenga ushirikiano wa kimkakati kati ya sekta ya umma na sekta binafsi katika utekelezaji wa dira. Aidha, mkutano huu unaashiria mwanzo wa ushirikiano imara wenye maono ya pamoja katika kufanikisha utekelezaji wa Dira 2050 kwa manufaa ya Watanzania wote, ambapo pande zote mbili, sekta ya umma na sekta binafsi, zinakuwa washirika wenye maono ya pamoja na dhamira ya pamoja ya kujenga uchumi shindani, jumuishi na unaowanufaisha Watanzania wote. Uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira unaofanyika leo ni hatua ya kihistoria katika safari ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa mara ya kwanza, Dira ya Taifa ya Maendeleo inaanza kutekelezwa sambamba na nyenzo zake zote za utekelezaji zikiwa zimekamilika. Hii ni ishara ya wazi ya dhamira ya serikali ya kuhakikisha kuwa Dira 2050 haibaki kuwa maono au waraka wa sera pekee, bali inaanza kutekelezwa mara moja kupitia mfumo kamili ulioratibiwa na unaoweka misingi ya uwajibikaji, ufuatiliaji wa matokeo. Hatua hii inaakisi mabadiliko makubwa ya namna taifa lilivyopanga na kutekeleza maendeleo yake kwa kuweka pamoja dira, mikakati, mifumo ya utekelezaji na ushirikiano wa sekta binafsi na wadau wa maendeleo tangu mwanzo. Kwa kufanya hivyo, serikali imeweka msingi imara wa kuhakikisha kuwa malengo ya Dira 2050 yanatafsiriwa kuwa program, miradi na matokeo yanayogusa maisha ya wananchi. Mheshimiwa Rais, leo hii serikali inazindua nyenzo 4 muhimu za utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ambazo zitakuwa nguzo kuu za kuratibu, kufuatilia na kuharakisha utekelezaji wa dira. Nyenzo hizo ni kama zifuatazo. Nyenzo ya kwanza, mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu ambao ni mwongozo wa kimkakati wa utekelezaji wa dira kwa kipindi cha miaka 25 ijayo. Mpango huu umeainisha maeneo ya kipaumbele, afua za kimkakati, programu za kimageuzi, malengo ya muda mrefu pamoja na matokeo yanayotarajiwa katika kila sekta na hatua ya utekelezaji. Mpango huu utatekelezwa kupitia mipango ya taifa ya maendeleo ya miaka 5. Hivyo mpaka 2050 itatekelezwa kwa mipango 5 ya miaka 5. Nyenzo ya pili, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 FYDP4 wenye kauli mbiu inayosema mageuzi kwa ajili ya ukuaji jumuishi wa uchumi na uzalishaji wa ajira.
Mpango huu ni wa kwanza katika kutekeleza Dira 2050 na mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu. Mpango huu unaanzisha safari ya mageuzi ya kiuchumi yanayolenga kuongeza tija, ushindani na ajira. Mpango unajumuisha maboresho ya utendaji wa taasisi za umma pamoja na mageuzi ya mazingira ya biashara na uwekezaji wa kimkakati ili kuhamasisha ushiriki mpana wa sekta binafsi. Nyenzo ya tatu, mwongozo wa kitaifa wa upimaji matokeo na utekelezaji wa mipango ya maendeleo, ambao unaelezea namna ya kutekeleza, kufuatilia na kutathmini mipango na miradi ya maendeleo ya umma na ile ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Mwongozo huu unaweka mfumo wa kitaifa wa kufuatilia utekelezaji wa Dira 2050 kwa kuainisha hatua muhimu za utekelezaji, kuimarisha uwajibikaji, kubaini mapema changamoto zinazojitokeza na kuzipatia ufumbuzi, pamoja na kujenga utamaduni wa kujifunza na kuboresha utekelezaji katika ngazi zote za utekelezaji wa Dira 2050. Nyenzo ya 4, mkakati wa mawasiliano wa Dira 2050. Mkakati huu unarahisisha na kutafsiri lugha ya kisera iliyotumika katika Dira 2050 ili kuongeza uelewa wa wananchi na wadau kuhusu utekelezaji wake. Aidha, utahakikisha uwepo wa mawasiliano yenye mpangilio yanayozingatia ushahidi, yanayokuza uwajibikaji, uaminifu na ushiriki mpana wa serikali, sekta binafsi, wadau wa maendeleo pamoja na wananchi. Kupitia mkakati huu, taarifa sahihi na kwa wakati zitatolewa kwa uwazi katika kila hatua ya utekelezaji wa Dira 2050 na hivyo kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi, wadau wa maendeleo na wananchi wote katika kila hatua ya utekelezaji wa Dira 2050. Mheshimiwa Rais, kwa kuhitimisha, katika hotuba yako ya uzinduzi wa Dira 2050 tarehe 17 Julai 2025, ulitoa maelekezo mahususi kuhusu umuhimu wa kuhakikisha dira inatekelezwa kwa vitendo, kwa uwajibikaji na kwa ushirikiano wa wadau wote. Kwa ruhusa yako, leo naomba ninukuu sehemu ya maelekezo yako muhimu kama ulivyoyatoa. Mwanzo wa kunukuu: kwa hiyo nazielekeza wizara, taasisi za umma, mamlaka za serikali za mitaa na wadau wote wa maendeleo kushirikiana kikamilifu na Tume ya Taifa ya Mipango katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Kila taasisi ihakikishe mipango, bajeti na programu zake zinaendana na malengo ya dira ili tuweze kufikia kwa pamoja Tanzania tunayoitamani mwaka 2050. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Rais, Tume ya Taifa ya Mipango ipo tayari kutekeleza maelekezo haya kwa kuhakikisha kuwa mipango mikakati katika ngazi mbalimbali inaendana na vipaumbele vya Dira 2050 na kusimamia uratibu wa utekelezaji na upimaji wa matokeo kwa ufanisi. Baada ya maelezo haya mafupi, kwa heshima kubwa Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Haya, asante. Tuongeze tena makofi kwa Katibu Mkuu.